Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Awwalu ma nastaftihu maqala bidhikri alhamdi rabbina ta'ala wa nas'alu Allaha lana al-i'ana fima tawaffayna min al-ibana. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam, amma ba'du. Mutabi'una al-a'zaa, ikhwani, ndugu zangu mnafuatilia kipindi hiki biidhnillahi tabaraka wa taala, leo hii nakuletea njozi miongoni mwa njozi ambazo zinaweza kuja kutokea katika maisha yako ya sasa na baadaye. Ni njozi inaenda kwa kichwa cha anwani yake ni kumuota mfanyakazi usingizini. Kumuota mfanyakazi usingizini, na mfanyakazi huyu tunayemkusudia hapa ni mfanyakazi wa ndani kama house girl. Huyu ndiye tunayemkusudia unapokuwa umemuota usingizini. Ama njozi hii ya kumuota mfanyakazi au house girl usingizini ina mambo mengi sana, lakini nitakujulisha haya yafuatayo miongoni mwa nukta za njozi ya kumuota mfanyakazi, na inshallah hapo nitakapoishia tutaweza kuja kueleza kwa siku nyingine. Lakini kabla sijaanza, nipende kuambia ya kwamba hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Yabonyeze maandishi hayo mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo hiyo ibonyeze mara moja, na hapo utakuwa ni mwanafamilia wa channel yetu hii pendwa, na kila jambo zuri tunapotoka na wewe utakuwa unalipata kwa haraka zaidi. Ama tunasema kumuota mfanyakazi, ndoto ya kumuota mfanyakazi usingizini inajulisha mambo yajayo na mambo yaliyopita. Kumuota mfanyakazi kwa maana ya house girl, kwa kumuota usingizini kunajulisha mambo yajayo na kunajulisha mambo yaliyopita. Hiyo ni kumuota tu mfanyakazi kama mfanyakazi, haijalishi kwamba alikuwa anafanya nini au nini, kwamba huyu ni mfanyakazi wangu, basi huyu maana yake ni inakujulisha mambo yajayo au inakujulisha mambo yaliyopita. Ama sasa nianze na nukta ya kwanza ya njozi ya kumuota mfanyakazi. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anauza wafanyakazi au kanunua wafanyakazi au mfanyakazi au kamwajiri mfanyakazi, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba utakuwa na biashara kubwa sana katika maisha yako. Ama nukta ya pili ya njozi ya kumuota mfanyakazi house girl usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kamuona mfanyakazi aliyesalimika, aliyekuwa salama, aliyekuwa mwema kabisa, hana tabia ya hovyo na ni mzuri wa kimaumbile na muonekano, na kajiremba vizuri sana, kapendeza, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba utapata habari zenye kufurahisha zitatokea pahala ambapo usipopatarajia. Ama nukta ya tatu ya njozi ya kumuota mfanyakazi usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kamuona mfanyakazi muovu, mfanyakazi wake huyo ni muovu kabisa, basi njozi inamjulisha haya yafuatayo, kwamba utasikia habari za kufurahisha, lakini ndani yake zitakuwa na mambo ya uhuni ndani yake. Ama nukta ya nne ya njozi ya kumuota mfanyakazi usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa mtu anapolala kisha akamuota mfanyakazi wake amekuwa na uso mbaya sana. Mfanyakazi wako kamuota amekuwa na uso mbaya sana, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utapata habari za kutisha sana katika maisha yako. Lakini pia nukta ya tano ya njozi ya kuota mfanyakazi usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akamuota mfanyakazi wake kakonda sana sana sana, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utapatwa na matatizo makubwa na urofa. Ama nukta ya sita ya njozi ya kumuota mfanyakazi usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa mfanyakazi wake yupo uchi, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba utapata hasara katika biashara yako, utapatwa na mfadhaiko
au mafadhaiko. Nukta ya 7 ya njozi ya kuota mfanyakazi usingizini. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa mfanyakazi wake amekuwa mzururaji. Mfanyakazi wako ukamuota kwamba yeye ni mzururaji kwelikweli, asiyekaa pahala akatulia, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba kheri yako itakuwa maarufu kwa watu wengi. Ama nukta ya 8 ya kuota njozi ya mfanyakazi usingizini, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa mfanyakazi wake sio mzururaji, yani yeye ni mtu wa ndani tu, kakatulia tu ndani tu, hazururi wala harandi na njia, basi njozi hiyo inamjulisha kwamba kheri yako na mambo yako yatakwama. Lakini pia nukta ya 9 ya njozi ya kumuota mfanyakazi house girl usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa mfanyakazi wake amekuwa akijiacha wazi mwili wake, kaacha wazi mwili wake, akawa havai mavazi ya kumstiri mwili wake, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba mambo yako yataenea kwa watu na kheri nyingi utakuwa nazo. Hiyo ndiyo maana ya njozi ya kumuota mfanyakazi, nukta ya 9. Inshallah biidhnillahi tabaraka wa taala, muda utakavyozidi kujiri tutaendelea kupata nukta zingine za njozi ya kumuota mfanyakazi usingizini. Kwa wastani njozi hii ya kumuota mfanyakazi usingizini ina bishara njema sana ndani ya mtu husika. Kwa hiyo athari yake ni ndogo sana kuliko manufaa yake. Cha msingi ni wewe ambaye utakapoipata njozi hiyo uifanyie kazi na kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu akufanyie mazuri yako na yaweze kutangaa kwa watu. Kama ni umaarufu wako uwe ni mkubwa, kama ni biashara zako ziwe kubwa, zijulikane kwa watu na kadhalika, ili uweze kuzidi kusonga mbele kwa huruma na utukufu wake subhanahu wa subhana. Ikhwani, ndugu zangu, kabla sijakuaga nipende kukuambia kwamba hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Acha kabisa umeyabonyeza, subscribe, kisha itakuja alama ya kengele, nayo hiyo ibonyeze mara moja. Mimi na wewe tuendelee kuwa wanafamilia wa channel yetu hii pendwa biidhnillahi tabaraka wa taala inshallah, na nikuage kwa kusema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.